Unaona ndivyo hatari? Unaona ndivyo hatari? Mhubiri yoyote anayefuata menyu ya washirika, sio menyu ya Melkizedeki, ni mpinga Kristo. Unaona ndivyo hatari, lakini sio madhehebu jamani, wako ndani ya ujumbe. Usizani washirika kama ndio wanaoua makanisa. Mhubiri ndio anaua kanisa. Mimi ndio mwenye ono. Hauwezi kuniua wewe mpaka mimi nikubali kujivisha. Nitakushughulikia miaka yote. Nitahubiri ujumbe huo mpaka uyote. Haleluya. Mimi si mume. Huwezi kunitisha wewe. Wewe ni mke na kutisha tu. Kisha mhubiri ananywea juu ya washirika mpinga Kristo ndani ya ujumbe. Tuwana makanisa manyingi ukutani mazuri kama ikiwa madogo hivi. Wakisha jaa matajiri tu makanisa yanaharibika. Tusaidie Bwana. Kwa nini? Mchungaji akisha una matoleo makubwa. Tuna jamaa linaleta milioni 4, linaleta milioni 10. Basha liko hiyo. Anaanza kunywea kuhubiri kwa kumfuata Roho Mtakatifu. Hata kama Roho Mtakatifu akimpa ujumbe anasema, hii itagusa watu. Ngoja nihubiri tu hapa. Unaona baraka zilizo za ajabu. Tumebarikiwa wadada. Wakati mwingine nikibadilika na gonga tu. Hakuna kubarikiwa na gonga. Jina wabarikiwe. Tumeona pia wanasema ni tunaenda na uteuzi. Tumeona ndio ndiko kivingine hakuna uteuzi. Gonga tu. Haleluya. Sababu najua dawa inahitajika kanisani. Maandiko yanakuambia askofu au mchungaji anapaswa ajue kufundisha. Sawa, kuna wakati anakuwa mchungaji, ni mlezi, mlishaji. Kuna wakati anakuwa mwinjilisti. Hivyo vitu Mungu amemwekea ndani yake. Maana Abrahamu alikuwa na hizo huduma zote. Amina. Mchungaji hivyo vitu vinakuwa ndani yake, ila vinatokeza kulingana na uhitaji. Wakati ambao mchungaji aliona kanisa hili sasa linahitaji utukufu, linahitaji uinjilisti. Maana kuna majitu yameibuka au mtafuta utapeli. Siku hiyo nakuja nimevaa sura ya kiinjilisti. Hapa uone tena uteuzi ni kushachafia. Maana tunafukuza mapepo ndani ya kanisa. Muinjilisti huko mwibarazi. Kuna siku nakuja mwalimu. Nachora kama mwalimu. Hapo tena hakuna uinjilisti. Kuna siku narudi ni mhubiri. Kwani mwanamke anapata maziwa akishapata mtoto au maziwa yanakuwa kwenye mwili wake, ila yanatokeza wakati anapohitajika. Kweli kabisa. Mhubiri ni mnyonyeshaji. Hivyo vitu viko ndani yake. Vinatokea wakati vinapohitajika. Wana huduma 5 ya mikujo mingapi? 5. Kwa sababu kanisa linahitaji huo mlisho wote wa mikujo 5. Linahitaji wainjilisti, linahitaji walimu, linahitaji manabii, linahitaji mitume. Lakini mchungaji andiko ya kufundisha, askofu anapaswa anajua kufundisha. Paswa hizo huduma ziwe ndani yake. Sababu ndani analilea kanisa. Kama analilea kanisa anapaswa atazama na kanisa hili. Hahitaji uinjilisti. Maana kile kidonda kimeingiliwa naona nafunza. Pale nitakuwa nichukue pilipili na chloroquine na panadol sugua. Wala ndio kama sasa kuna siku naweza nikazungumza jambo kanisa lote likalia. Amen. Amen. Unajua anaeleza watu ni mtu gani? Anaeleza watu, huduma hii inaeleza watu. Mwinjilisti kazi yake ni kuuliza watu. Akila akimaliza ibada wote ni kulia. Asema naweza nikazungumza jambo kanisa lote likalia. Naweza nikazungumza jambo kanisa lote likawa na furaha. Hizo ni huduma mbili tofauti. Kuna siku anaweza akaja anawahubiria tu kuwashuka. Ndio maana bibi harusi ameshushwa sana akawa kitu kidogo kabisa cha kukanyagwa hivi. Sasa hapo nikihubiri mahubiri ya kukanyaga chini vile ulivyokuwa huna kitu na ulivyokuwa malaya mpaka unalia kabisa unagaragara hapa. Nikitoka hapo na kuinua na kuweka hapa. Amen. Unaona hivi ajabu? Mungu wetu wa ajabu. Mpaka unashangaa na kuinua na kuvalisha taji. Bibi harusi aliyevaa taji queen wa Kristo
aliyeketi kwenye kiti cha enzi akihukumu pamoja na Kristo. Hapa hakuna machozi tena, hapo ni furaha na vifijo na sherehe. Haleluya! Tusimame kwa miguu yetu.